Lakini siku nilipotubu kwa kumaanisha kuacha nikimwamini Kristo, hapo ndipo kwa mara ya kwanza nilisamehewa. Luka sura ya kwanza mstari wa 77 Biblia inasema. Luka sura ya kwanza mstari wa 77. Luka sura ya kwanza mstari wa 77 Biblia inasema, uwajulishe watu wake wokovu katika kusamehewa dhambi zao. Hakuna wokovu bila kusamehewa dhambi kama maandiko yanavyozungumza. Uwajulishe watu wake wokovu katika kusamehewa dhambi zao. Kama umesamehewa dhambi zako, automatic tafsiri yake umeokoka. Na kama unasema umeokoka lakini una hakika hujasamehewa dhambi, hujaokoka. Ndio tafsiri yake. Maana yake ni nini? Unapotubu kwa Kristo Yesu unasamehewa dhambi. Na ndio maana nilizungumza pale mwanzo, haya mambo yote yanaangukia kwenye maana moja tu, kwamba mtu anapotubu dhambi zake kwa kumaanisha kuziacha kwa Kristo, alafu akisamehewa, maana yake automatic tendo hilo la msamaha linaambatanishwa na kuhamishwa kutoka kwenye giza na kuja katika nuru. Tuko pamoja? Hiyo ni maana ya pili nimeisema. Maana ya tatu, kuokoka ni kuzaliwa mara ya pili. Kuokoka ni kuzaliwa mara ya pili. Kuokoka ni kuzaliwa mara ya pili. Yohana sura ya 3 mstari wa 3 mpaka mstari wa 6. Yohana 3:3 mpaka 6 Biblia inasema, Yesu akajibu akamwambia, amin amin nakuambia. Hapa anazungumza na Nikodemu. Anasema, amin amin nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemu akamwambia, mtu awezaje? Akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, amin amin nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Sasa hebu tuzame kidogo katika hayo maandiko tuweze kuelewana. Hapa Yesu anasema mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Lakini mstari wa 5 anasema, Yesu akajibu, amin amin nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho. Andiko hili limewachanganya watu wengi sana, na yako madhehebu mengi yamezaliwa kutokana na mstari huo, na wameutafsiri kimakosa. Hapa wengi wametafsiri hivi, mtu asipozaliwa kwa kubatizwa na kwa roho, kitu ambacho sio sahihi. Kwa mstari huo sio sahihi. Anaposema mtu, mstari wa 5. Okay. Watu wanavyochanganya kwamba kuzaliwa, yes, wanasema wengi naweza nikasema, kwa sababu mimi ni mhubiri kidogo wa kweli, yani ninaweza kutaja kwa mfano kanisa ambalo linaamini jambo hilo. FPCT wanaamini hivyo, kwamba ili mtu aokoke abatizwe kwanza alafu ndio, kitu ambacho mstari huu hausemi hivyo. FPCT wanazungumza hivyo, KLPT wanazungumza hivyo, na yako makanisa mengi yaliyozaliwa kutoka hapo yanaamini hivyo, kwamba ili mtu uhesabike kuzaliwa mara ya pili, basi ubatizwe ndio unahesabika umezaliwa mara, kitu ambacho sio sahihi. Twende katika maandiko kwanza na tufafanue inaposema mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho. Maji yanayotajwa hapo ni nini? Sio maji kwa maana ubatizo. Kinachotajwa hapo ni neno. Neno katika Biblia limetajwa kwa jina la maji, na nitafafanua katika mwili. Na nimekuwa nikizungumza haya tena na tena kwamba mambo mengi yaliyoko katika mwili ni mfano kabisa wa mambo yaliyoko rohoni. Mtoto anapozaliwa, process zinazomfanya mtoto kuzaliwa katika mwili, Biblia imefafanua nazo katika roho ziko hivyo hivyo. Ikoje? Ili mtu aokoke, maandiko yanazungumza kwanza asikie neno kama mbegu. Kwa namna ile ambayo mtoto ili azaliwe kimwili, lazima iingie mbegu ya uzazi. Mbegu hiyo ya uzazi aikutane na yai la mama, alafu baadaye ndio tunasema ujauzito umetungwa, alafu hatimaye nakaa kwa muda fulani mtoto yule anazaliwa.
vivyo hivyo katika roho iko hivyo hivyo, kwamba mtu anapaswa kusikia neno kwanza. Atasikia neno kwa maana ya neno ni mbegu ambayo itapandwa ndani yake. Ikishapandwa ndani yake ndipo na ndio maana wengi wetu tulipokoka, unaweza kukuta ukuhubiriwa siku moja, fuatilia. Mwingine alihubiriwa miezi. Mimi ninakumbuka nilihubiriwa na mchungaji mmoja. Yeye anakuja anaongea, mimi simuelewi, namuona yani simuelewi yani. Yaani anachoongea niko ulimwengu mwingine. Naona anaongea vitu vya ajabu ajabu. Sielewi chochote. Karibu mara 9 hivi mimi nimehubiriwa. Mara 9 sielewi, naona maruerue tu. Lakini mimi baadaye ndo nikawa nasikia sauti. Mimi nilikuwa naimba muziki wa duniani, naenda kurekodi. Wakati naenda kurekodi muziki ya duniani nikiwa narudi sasa Mbagala sasa. Pale zamani ile Kilwa Road pale Mtongani unashuka chini panaitwa Msikitini. Barabara kulikuwa na mteremko mkali pale. Kwa hiyo gari zilikuwa zinaenda mbio. Sasa pale nikifika pale tu ndo nasikia sauti kwamba ukifa unaenda motoni. Nikiwa huku Mbagala nikifanya dhambi zangu, uchafu wangu, sisikii chochote. Mungu ana njia nyingi. Sasa nilikuja tu kusikia, lakini ukweli haikuja automatic. Kuna mbegu ilipandwa ndani mwangu. Ndivyo Biblia inavyosema, mbegu itapandwa. Ikishapandwa, Roho Mtakatifu kwa namna ile ambavyo mtoto anayekuwa tumboni, ambaye huyu mtoto alitokana na mbegu ili azaliwe, utafika wakati fulani alafu atatolewa ndani ya tumbo la mama, alafu tutamuona sisi tulio dhahiri. Ikumbukwe baada ya dhambi kutendeka, Mungu alificha uso wake kwa wanadamu. Kwa namna ile ambavyo sisi tulioko duniani tuwezi kumuona mtoto aliyoko ndani ya tumbo la mama, na Mungu naye alificha uso wake akawa hatutazami. Kwa hiyo tulikuwa hatuonekani mbele ya macho ya Mungu. Mbegu ilipopandwa kwa neno la Mungu, neno lilipoingia ndani, wakati ulipotimia, Roho Mtakatifu alituzaa, alitutoa kule dhambini, tukaenda kuonekana mbele ya uso wa Mungu kama watoto wachanga. Maandiko yanazungumza hivyo. Twende sasa katika Biblia namna ambavyo inazungumza. Petro wa kwanza. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 23. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 23, andiko muhimu sana. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 23, Biblia inasema hivi: kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili. Angalia kwa makini. Si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, ambayo ni nini? Kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Inawezekana hujaelewa. Twende kwenye Yakobo 1:18. Yakobo 1:18. Kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli, tuwe kama limbuko la viumbe vyake. Linatajwa neno. Sasa turudi, hilo neno linatajwa wapi kwamba ni maji? Kumbuka tulisoma Yohana 3:5. Anasema msipozaliwa kwa maji na kwa Roho. Sasa hiyo maji tuiangalie sasa katika Waefeso sura ya 5 mstari wa 25 mpaka mstari wa 26. Samahani, Waefeso sura ya 5 mstari wa 25 mpaka mstari wa 26, Biblia inasema: enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake. Angalia kwa makini mstari wa 26. Ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno. Tuko pamoja? Kwa hiyo Biblia inaposema katika Efeso 3:5, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho, maana yake asipozaliwa kwa neno la Mungu, maana yake neno lazima litangulie kabla Roho hajakuzaa. Tuko sawa eh? Hilo linatokeaje? Kama tulivyotangulia pale mwanzo kusema, mtu anapotubu dhambi zake kwa Kristo, maana yake hayo yote hutokea kwamba Roho Mtakatifu
Roho zetu tulipokuwa tumefanya dhambi, tulipozaliwa katika hali ya uchafu, zilifunikwa na uchafu wa dhambi. Tunakumbuka tulieleza pale mwanzo. Adamu na watu walipofanya dhambi, roho zao na kizazi chao kwa kuzaliwa zilifunikwa na uchafu wa dhambi. Tunapotubu dhambi kwa kumaanisha kuziacha, ambalo hilo linakuwa limetanguliwa na mbegu iliyokwisha kupandwa ya neno, Roho Mtakatifu hutuchomoa kwenye uchafu wa dhambi akitumia damu ya Yesu Kristo inayotakasa uchafu huo. Kwa hiyo tunachomolewa kutoka kwenye uchafu wa dhambi, alafu tunasimama mbele za Mungu, tunaonekana kama mtoto mchanga. Kama mzazi vile ambavyo mtoto akizaliwa na yeye anaanza kumuona na mkumbatia, ndivyo hivyo tunakumbatiwa na Bwana. Tuko pamoja. 4. Hizi 4 sasa zinafungamanishwa na zote kama nilivyotangulia kusema za kwanza. Maana 4 kuokoka ni kufutwa jina lako kwenye vitabu vya hukumu na kuandikwa kwenye kitabu cha uzima. Kufutwa jina lako kwenye vitabu vya hukumu na kuandikwa kwenye kitabu cha uzima. Kuokoka ni kufutwa jina lako kwenye vitabu vya hukumu na kuandikwa kwenye kitabu cha uzima. Watu wengi kwa kutokufahamu, nasikia tu watu wanazungumza kwamba kuna kitabu mbinguni sio viwili, lakini ukweli kuna vitabu vingi mno. Kule mbinguni kuna vitabu vingi na maandiko yanazungumza hivyo. Kule mbinguni kuna kitabu cha machozi ambacho watu watakatifu wakimlilia Mungu machozi yao huandikwa. Hapa tupite hapo kidogo kwa faida ya wengine. Zaburi sura ya 56 mstari wa 8. Utaona inatajwa kitabu hicho, lakini utaona wakati mwingine kunakuwa na kitabu cha matendo mema cha watakatifu. Ni matendo mema ya watakatifu tu, maana yake mwenye dhambi hata tendo lolote likifanywa halihesabiwi kule mbinguni. Zaburi sura ya 56 mstari wa 8. Umehesabu kutangatanga kwangu, uyatie machozi yangu katika chupa yako. Je, hayamo katika kitabu chako? Maana kuna kitabu ambacho kinahusika na wale wanaoomboleza. Tuko sawa? Hapo nilizungumza tu kwa faida ya wengine ili kuweza kujua kuna vitabu vingi kule mbinguni. Lakini utaona kuna kitabu cha matendo mema ya wacha Mungu. Malaki 3:16. Malaki 3:16. Ndipo wale waliomcha Bwana waliposemezana wao kwa wao, naye Bwana akasikiliza, akasikia, na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele zake kwa ajili ya hao waliomcha Bwana na kulitafakari jina lake. Kitabu cha ukumbusho. Maana yake mtakatifu chochote anachokifanya kinaandikwa Malaki 3:16. Chochote mtakatifu anachofanya kinarekodiwa kwenye kitabu kinaitwa kitabu cha ukumbusho. Na ndio maana kama unakumbuka, kama ni msomaji wa Biblia, utaona kuna mfalme mmoja alikuwa anaitwa Hezekia. Hezekia aliambiwa na Isaya kwamba utakufa. Hezekia akalia sana mbele za Bwana. Na Hezekia alimkumbusha Bwana, kumbuka nilivyokwenda mbele zako katika haki. Nimeenda mbele zako katika kweli. Nimetenda mema Bwana, kumbuka. Na Mungu anaangalia neno lake apate kutimiza. Mungu angalia kitu kingine chochote. Angalia mtume, angalia nabii, angalia mchungaji. Anaangalia neno lake apate kulitimiza. Na alipoangalia Mungu akaona ni kweli, huyu amefanya mema, ana haki. Hayo mema yalikuwa yako wapi? Yako kwenye kitabu cha ukumbusho. Sasa vile vile kuna vitabu vinavyoitwa vitabu vya hukumu, na kuna kitabu kinaitwa kitabu cha uzima. Wale wanaotubu dhambi kwa kumaanisha kuziacha wanaandikwa kwenye kitabu kimoja cha uzima, kwa sababu wale wanaoandikwa humo wanaenda katika uzima wa milele na milele. Wale wanaandikwa kwenye vitabu vya hukumu wanaandikwa kwa sababu watahukumiwa kwenda katika ziwa la moto milele na
milele.